Ile siku ambayo unatoka hapa, mimi ni shabiki, nimeangalia kwanza season 1 mpaka palipofikia. Unatoka uani ile pap. Hii season 2 hiyo. Unakuja mziki kale kwa unatoka chumbani. Ghafla tenge likaanguka lile pool. Natamani ni imagine bado ulisikiaje? Yani nilisahau hiyo scene. Haya ni ngumu. Nafikiri nilirudia zaidi ya mara ngapi. Yani kila kitenge ninapotaka kudondoka sasa subirini kuanza. Yani ilikuwa ni ngumu. Scene ambayo nilirudia zaidi ya mara 4. Yes. Yani linadondoka tengi kwa baba ananiona. Kwa ananiona. Sasa kamera ziko mbele sitaki na wenyewe wanione yani sehemu yote ya mwili wangu. Kwa tenge linaangukaje. Kwa hiyo ile video yani watumie akili ya ziada ili ionekane kwamba tenge limeanguka na mimi sijakaa vibaya. Yes. Yeah, tumeona tu tenge chini pool na mziki. Mziki nini mwenye huruma yule mzee. Anatia huruma, yes. Anatia huruma sana. Kama ni babako anatia huruma, hata jirani yako ukiona kama anaishi maisha yale na watu wake, ni mtu ambaye anatia huruma. Kwa sababu hana pa kuegemea. Amezaa watoto wa kiume wazuri tu lakini kila mtu ana chochote cha kumfanya yani ajivunie zaidi ya Chiku ambaye pia ameolewa sasa yote anaweza akacheka. Nataka mzungumzie kidogo mumeo Kobisi Kikala. Bonge la bwana. Jobless wa taifa. Ricky ya mapenzi. Nakupenda mume wangu. Ni mume design gani vile ambavyo umegewa? Yani natamani ni imagine siku ya kwanza ambayo kaja kwa Ahmad bila shaka yeye alikuwa hayupo. Siku naambiwa bwana mumeo ndo huyu. Afu naangalia na wewe mtu na yeye mtu uko nini uliimagine? Yani ile scene ililuka nafikiri. Yes, mwanzoni kabisa ililuka. Yani nilipoolewa na Ahmad wakati tuenda nyumbani ndo Kobisi yuko. Kwa mtu ambaye alinifungua mtandio hivi ni Kobisi. Yes. Kwa nilipomwangalia mimi mbona yani sielewi mtu ameenda hewani nini madevu yamekaa vibaya yani very rough. Sasa ni nini kwa moyoni kwangu. Na yeye sasa anajiuliza kwa nini yani wameniolea huyu? Kwa sababu mimi mnene afu anapenda portable, umeshanielewa. Kwa kila mtu akawa na ile sintofahamu yani imekuaje. Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni kwa mara nyingine tena ambapo ni muendelezo kwenye kile ambacho tumekianzisha mahojiano na wasanii ambao kwa hakika lazima ungetamani kufahamu mengi sana kuhusiana na yale mazuri ambayo kwa mkiyafanya kila kukicha. Na nikwambie tu ya kwamba nina kibarua cha kuweza kuwatafuta washiriki wa tamthilia ya Kombolela. Nimeshafanya mahojiano na watu wengi sana. Tayari nimeshazungumza na Bista, nimeshazungumza na Cholo, nimeshazungumza na Kobisi Kikala, nimeshazungumza na Taia na wengine wengi. Nafanya jitihada za dhati kabisa kuweza kuwatafuta. Lengo tu wewe mtu ambaye unafahamu ama unapenda kile ambacho kinafanywa na wasanii wote ambao wanashiriki kuna kutamthilia Kombolela, ufahamu ndani wao upoje. Na muda huu nazungumza na miongoni mwa wanawake ambao mimi binafsi wana fly yale ambao wameyafanya kuna kutamthilia ile. Anaitwa Shida Masamba, mke wa halali kabisa wa Kobisi Kikala. Japo wanasema kwamba kamoa Ahmad vile ambavyo anasema kwamba mambo mengine tuachie mwenyewe. Nazungumza naye atuambie vile ambavyo ameshiriki kuna kutamthilia hii Kombolela, lakini kubwa zaidi imekuwa ni ngumu ama rahisi kiasi gani yeye kuweza kushiriki kuna kutamthilia hii, na kama kuna mengine ambayo tulikuwa tuyafahamu kuhusu yeye tunakwenda kuyafahamu. Dadangu, habari yako? Nzuri. Kwema kabisa. Kwema. Nafurahi kukuona nikiwa kama shabiki wenu wa Kombolela. Asante sana. Sawa, na vingi ambavyo nitamani nikuulize, lakini kwa nini umekuwa ni mtu kuvaa vitenge kila kukicha? Wewe bwana, wengi yako ni vitenge tu. Nimekutana na hizo comment nikasema nikikutana na wewe lazima nikuulize. Kwa nini? Yaani wewe muda wote wewe ni kitenge tu. Ndio husika aliopewa. Kwamba lazima nivae kitenge na bra nyeusi. Au utakuja kuvua manake? Au utakuja kubadilisha? Siwezi kuiongelea sana kwa sababu huko mbele mimi mwenyewe sijui. Ila kwa sasa bado navaa vitenge. Sawa, tusiingie moja kwa moja kwenye masuala vitenge na Kombolela. Tumfahamu Shida Masamba, jina ambalo ameshiriki kwenye tamthilia ya Kombolela. Ndio jina ambalo wazazi wamekupa na kama ndio ama sio jina halali ni lipi hasa? Mimi jina nililopewa na wazazi wangu naitwa Salama Ulaya. Salama Ulaya. Shida Masamba nimeibeba kwenye Kombolela. Na naomba niongelee hii kwa sababu kuna comments wanaulizwa, Shida, wewe ndio yule mtangazaji? Hapana. Leo nawajibu kwamba hapana. Mimi sio mtangazaji. Mimi nimeipata kwenye Kombolela. Nimeikuta kwenye script, jina langu ni Shida Masamba. Nafikiri Shida Masamba yupo mwenyewe ambaye ni mtangazaji. Nimekuwa nakuletea shida sana hiyo. Maswali yanakuwa mengi lakini huwa nawajibu kwamba sio mimi. Sawa.
Shida Masamba kiwalisia mbali na sanaa ambayo tunamuona nayo, anadili na nini hasa? Nimeona hapa tumekufuata kwanza saluni, ni ofisi yetu nyingine ama maana kidili hasa? Hapana, hapa ni kwa dada yangu. Yeye mwenyewe adili na nini hasa mbali na sanaa ambayo tunamuona nayo? Shida Masamba ni mpishi kwanza. Ni kitu ambacho nakipenda na huwa anapenda kukiintroduce kwanza. Mimi ni mpishi kwenye sherehe mbalimbali na pia ni MC na ni mpambaji. Unapika maana yake unapika mwenyewe na vijana wako? Na timu ya kazi. Lakini mtu akitaka kukupa tenda maana yake lazima akutane naye mwenyewe. Yeah, mimi ndio mwenyewe. Tukutana na mimi kwanza then nitamletea timu. Sasa una balance vipi mambo ya upishi kwa sababu muda wote bila shaka deals zinaingia. Naona baadhi ya posti zako kwenye mtandao wako na mambo ya sanaa Kombolela na zingine una balance vipi muda wako? Kwa kweli naushukuru uongozi wangu wa Kombolela. Kwa sababu mara ya kwanza kabla wakati nimeanza kusaini mkataba nilimwambia boss, mimi ni mpishi. Kwa sometimes naweza kapigiwa kazi, simu za kazi. Kwa naomba uniruhusu. Hajawahi kunikatalia. Namshukuru. Upo kazini unapigiwa simu, bwana tunataka utupige kitu fulani, unaondoka? No. Sasa unajua tenda sio za hivyo mara nyingi. Mtu atakutafuta, let's say kwenye sherehe, wanakaa kama watu wanaongea, wakikupitisha jina lako ina maana watakutafuta. Inawezekana sherehe mwezi wa 8 unapewa saa hizi. Au mwezi wa 6 unapewa saa hizi. Ushanielewa? Sio kitu cha fasta. Mara nyingi misiba ndio inatokeaga. Na nakumbuka katika msimu wa 3 kuja wa 4 nilipiga simu kama leo hivi, kesho natakiwa nipike asubuhi. Alafu upo kazini. Kazini. Kwa sababu nina timu, kwa nikasambaza kazi kwamba wengine waende sokoni, waende wapi. Lakini mwisho wa siku nashukuru kwamba waliniruhusu nikaenda nikafanya. Yeah. Jina la Shida Masamba kwa muda huu ni miongoni mwa majina ambayo yanatajwa sana. Kuna kwenye tamthilia zetu. Bei zako zina watu wanaweza kuafford kweli? Ukiangalia jina Shida Masamba anapika, mtu anatakaje masuala ya upishi. Ataweza kweli kumudu? Kabisa. Yaani wasiangalie jina. Yeah, wasiangalie jina. Yaani waniangalie mimi niliofanya nao kazi kama Salama Ulaya, waendelee kuniangalia hivyo hivyo. Waendelee kunipa kazi. Na wanaokuja wapya pia wasiogope jina langu. Yaani mimi wanasikilizana na mteja. Naangalia bajeti yake, atanilewesha na mimi nitamuelewesha. Yeah. Sawa. Natamani nifahamu sanaa yako ilianzaje. Binafsi ni sio muongo, nimekufahamu kupitia kwenye tamthilia ya Kombolela. Nimeanzia pale. Mimi ni mgeni kwenye haya mambo. Lakini nikasema nikikutana na wewe lazima nifahamu background tulianzaje mpaka tukajipata, tukashiriki kwenye moja kati ya tamthilia kubwa Kombolela. Okay, asante. Na historia ndefu kidogo. Yaani mimi sio yule ambaye labda nimeonekana mtandaoni ndo nikapewa kazi, no. Nimesota kwenye sanaa sana. Sana. Nimeanza kwenye vikundi vidogo vingi. Then nikaibukia Kaole. Kipindi hicho akina Steven Kanumba bado vile hawajawa hot. Nilikuwepo kabla Mariam Max hajafa, kama ushawahi kumsikia Max. Max na Zembwela, yes. Umemtaja Kanumba, enzi ya Kanumba ulikuwepo? Enzi ya Max na enzi hizo Max yuko hot na Zembwela za. Yes. Kama viatu marefu hivi. Yes. Yaani hivyo. Kongwe. Ikawaje sasa Kaole mpaka sasa hivi tunakufahamu? Yeah, baada ya kipindi hicho nilivyoanza Kaole nikakaa muda nikapumzika baada ya kupata ujauzito. Nikakaa kwa miaka 19 bila kufanya sana. Yes. Nikaibukia kwenye mtaa wa Kazamoyo ya Dr. Chen. Namshukuru yule blaza. Mwisho nimeiona umeshiriki wapi? Kama Mama Bonge. Mama Bonge, mama. Aise? Kwa namshukuru Chen. Yeah, namshukuru blaza wangu sana. Mungu abariki kunipa ile nafasi ya kuonekana kwenye mtaa wa Kazamoyo. Basi na wengine wakaniona. Abdul pia alinionea hapo nafikiri. Kwa nini wewe unacheza masuala ya Uswahilini hivi? Ni maisha yako maana yake nini? Au ni mtu ambaye zile ndo unafiti zaidi? Sijui. Mbona kwenye tamthilia nyingine nimecheza kama Mauzabia? Yes. Lakini Kombolela na mtaa Kazamoyo kama yana sound the same yani. Ile zote sasa za Kiswahili. Yaani wenyewe waliplan kutengeneza tamthilia ambazo ni za Uswahilini. Na niseme tu ukweli, mimi Dr. Chen mimi ndio nilimwomba kazi. My brother, naomba unipe kazi. Hiyo ni baada ya kukaa miaka 19 bila kufanya sanaa. Yes. Nikamwambia naomba kazi. Tulikutana hivi yani, ni mkakangu sana Dr. Chen, naonana naye mara nyingi. Kwa hiyo nilipomwambia naomba kazi akasema sawa, kwa sababu ndio najiandaa. Ndio akanipa nafasi ya kuonekana Kombolela. Haikuwa ngumu yeye kukukubalia? No.
Kwa nini? Kwa sababu nimetoka naye Kaole enzi hizo. Yes. Fahamu uwezo wako. Anafahamu uwezo wangu. Pia tuko kwenye chama cha washereheshaji Tanzania ambacho kinahusiana na wapishi, wapambaji. Yes. MC hivyo. Oka keki. Yani chama ambacho kina include vitu vyote vya sherehe. Kwa tuko naye pia kwenye chama. Kazi gani ambayo unahisi ndio kazi ambayo imetangaza nyota yako? Kombolela. Yes. Kombolela imenipeleka sehemu, yani imenivusha. Namshukuru Mungu. Mecha inazungumzaje? Ni hatari. Kila unakopita. Yeah, ni hatari. Yani kila mtu ukikutana naye anataka kuuliza swali. Yani ni ngumu sio nisemeje, lakini acha mimi namshukuru Mungu kwa sababu nilichokuwa nakitaka nimekipata. Nikisema kwamba wananisumbua, hapana, hawanisumbui. Wananchi hamnisumbui. Yani nawapenda kama mnavyonipenda. Na mkiniona popote mtaka show love, yani mimi niko Wale ambao unakutanaga nao mara nyingi maswali yao yanakuwa ni nini? Kwa nini unavaa kitenge? Kwa nini ulidokoa nyama? Bwana ile. Kwa nini mume wako au oh my god. Yani umpi haki yake ya ndoa. Yani hao ndio maswali ambayo unakutana nayo every day. Kuna namna yote ambayo Kombolela imegusa maisha yako, kwa maana kwamba baadhi ya vitu ambavyo unatuonyesha kwenye Kombolela ukikaa unaona hiki nishapitia, hiki nishafanya? No. Namshukuru Mungu. Maisha ya Kombolela sijaishi. Sijawahi. Namshukuru Mungu sana. Yani sana, niseme uongo yani. Okay, ni kwetu ni Uswahilini. Wapi hiyo? Nimezaliwa Uswahilini hapa Mburati Mianzini. Yes. Ni Uswahilini. Lakini marehemu baba yangu hakutaka ile maisha sisi tuishi. Alijenga nyumba kule lakini hakutaka sisi tuishi ile maisha, labda kwenda nyumba ya pili, kuomba vitu, kucheza vibao kata sio hizo ngoma, hakuwahi kuturuhusu. Kwa hata mimi unayeniona hapa ninavyocheza kwenye Kombolela kama mcheza kibao kata, ni maisha ya Kombolela, sijawahi yaishi. Ukiniambia hata taarabu moja nikwambie jina lake, naweza nikachukua muda kulitafuta nyimbo. Yeah. Za Chiku zijoi wifi yako? Ndio maana nasemaje? Ukisema nitafute nyimbo jina, naweza nisikupe jina, labda nikawa kitu kina sound lakini jina lake silijui. Kwa sababu zamani wakati nakuwa nilikuwa naona taarabu ni kitu ambacho labda watu wanapenda kusemana. Inasema yani mtu na mwenzake kigombana wanaimbiana taarabu. Kwa hiyo mimi nikawa nachukia kwa sababu mimi najiona na hasira. Nasema mtu akinisemesha hivi nakasirika. Sawa, ni sitaki moja kwa moja niingie kwenye tamthilia ya Kombolela. Niliwahi siku moja kuposti kwenye mtandao wangu wa Nyundo TV kwamba kwenye washiriki wa Kombolela nani ambaye ungetamani tufanye naye mahojiano lakini tumuulize nini. Nimekutana na maswali mengi, kwa hiyo ninachokifanya mimi kama ni daraja. Nauliza vile ambavyo kwa hakika mashabiki watamani wafahamu. Okay. Swali la kwanza nitamani nifahamu Shida Masamba ni bila shaka ni familia, natamani nifahamu familia yako ipoje, ni mke wa mtu, sababu kuna watu watamani wajue. Ni mama ambaye yupo, ni mshangazi ambaye anahitaji mtu, ni vitu kama hivyo, na watoto 7 na mambo kama hayo. Kwanza mshangazi siipendi. Yaani si kwa nini hilo jina silipendi sana. Ila wewe sio mshangazi? No. Mimi ni mama wa watoto wawili jamani. Na boy and girl twins. Ni mapacha? Yes. Hongera. Asante. Majina yao? Hassan na Hasnat. Ni watoto wakubwa ambao na miaka 20. Yeah. Age imeenda. Age go. Kwani unataka mshangazi hadi miaka 20? Mimi mama bwana. Mume? Hapana, sina mume. Nilizana huyo mwanaume baba yangu, baada hapo tukaseparate mpaka leo niko single. Na usamani kuingia kwenye ndoa tena? Siwezi kusema hivyo, nitakuwa namkosea Mungu. Na wish niwe na mume, yeah. Hawaji. Nataka mume. Sitaki bora mume. Namwambia Mungu nataka mume. Bora mume wapo wengi. Maana yake unajua? Hapana, sijajua. Yaani bora mume yule ambaye atataka wewe kukulalia. Yani yeye kwa slope ateleleki. Sasa huyo sio mume. Kwa sababu wewe ni mpishi, ni msanii. Yes, sababu labda anaweza kutafuta riziki ndogo labda kwa sababu ninapo pa kuishi. Kwa mtu anaweza akataka aje akae. No, mimi nataka yule ambaye Mungu atanibariki. Na asiponibariki basi nitamshukuru kwa ajili yake. Kwa ufupi, unahisi ni mtu gani ambaye anastahili kwa mumeo halali kabisa? Mtu ambaye anajielewa. Mtu anajielewa. Anajua, atakayeelewa majukumu yake kama baba wa familia, kama mume wa mtu, asiwe mlevi kabisa.
Alimpenda Mungu na kumheshimu. Wewe mwenyewe pombe nini vitu vidogo vidogo hivi? Nani nimeuza na kunywa kwa miaka kama 20. Sijaona faida yake nikaamua kuacha. Kwa natamani na yule ambaye atataka kuwa na mimi kwa sasa ni yule ambaye amebadilika. Anahitaji maisha yake mengine ya kumpendeza Mungu. Ndio ninayemhitaji kwa sasa. Tunaweza tukatumika kama watu ambao wanatengeneza kitu kizuri kwa Mungu. Huenda mtu akatamani afanye nusura, sio sana tunasema hivyo. Vigezo gani ambavyo unatamani afanye, wapitie wapi ili mradi aweze kumoa Shida Masamba awe mke wa mtu sasa? Ndio hivyo nimesema, yani mtu yote ambaye anajiona kwamba yuko sawa kwa ile nalo tafute ama fanyeje? Tafute mwenyewe. Asimpitie yote, si nipo mimi. Babeleke barua nyumbani. Sasa lazima mimi nikutane naye kwanza. No, si hata ndio nyumbani mimi siona naye hapana. Pitishe. Mimi ni muone hivi. Then tunaongea, tunaelewana, tukiona anafaa sawa. Swala la umri kwako? Hilo pia nalo naliangalia. Nataka kijana kama mimi labda naweza kwa so usinizao mimi na mwili mdogo. Naweza kuwa na vigezo hivyo. Nashinanga peo 30. 30 bado. Unataka mingapi? Hivyo 40. Mimi mwenyewe nimevuka 40. Yes. Kwa kuanzia 40 na kuendelea. Watoto wetu nao ni wana character kwa wasanii. Hassan na Hasnat, yes. Hassan nimeshawahi kumuona akifanya maigizo kanisani. Yes. Anaweza, lakini mimi sitamani kwa sasa aingie kwenye sanaa. Hasnat. Yaani wanaweza, lakini Hasnat si kumuona exactly anaigiza, lakini Hassan nimemwona akiigiza kanisani. Tena yeye mwenyewe ndo amecreate vitu. Yeye mwenyewe. Yes. Lakini Hasnat si kumuona akiigiza, ila wewe unamuulizaga unatamani. Hata nipeleke sasa. Siwezi kusema nataka wafanye sana kwa sasa. Nataka wasome. Yeah. Nilitamani nikuulize hilo swali. Ushawahi labda kuwachukua nao au kutamani labda na wenyewe wapeleke? Kwa sababu Star mwenyewe nimezungumza naye, amesema mwanae akashia kushiriki naye kwenye kazi. Wewe hata siku moja je kumshika mkono mwanangu, hebu twende kwenye kazi fulani? Sijawahi. Yaani sasa hivi nataka wa focus kwenye masomo kwanza. Wakishamaliza huko mbele huko kama tunaendelea sana, nitawashika mkono. Kwa sababu wanachoangalia sasa hizi wao ni umaarufu ambao hawajui tatizo lake. Yes. Hawajui athari za umaarufu. Kwa Hassan sana sina tatizo naye. Hasnat ndio shida. Je, ata maintain kwenye umaarufu vizuri au ataharibikiwa baada ya hapo? Kwa ndio maana nasubiri, yani awe amalize chuo, sababu wako chuo. Wao na maisha yao. Kwa hapo mtu ataamua au ni maisha yake binafsi ambayo siwezi kuingilia tena. Yes. Sawa. Ilikuwa ni rahisi kiasi gani kushiriki kwenye Kombolela? Tuanze hapo. Ni Mungu. Nisiseme uongo, ni Mungu. Sikuwahi kufikiria kabisa kucheza Kombolela. Nakumbuka siku moja usiku nimelala. Nimeshtuka kama saa 8 hivi nataka kusali. Naona simu. Kwa sababu naosha kwanza simu naangalia kitu chochote then na mshukuru Mungu naanza kusali. Kwa wakati nashika simu niangalie muda, ndio naona missed call na message ya Abdul. Nikasema sasa hizi ni usiku, siwezi kumpigia. Tasubiri asubuhi. Asubuhi akanipigia, ilikuwa Jumapili. Akaniambia mimi ni Abdul. Nikamwambia Abdul, akanielekeza nikamuelewa. Naomba tuonane leo kama Mike. Ulikuwa unamfahamu? Yaani alishawahi kuniita ofisini. Tulishafanya kitu kidogo. Akaniambia nitakutafuta. Baada hapo tukachukua muda mrefu hajawahi kunitafuta kabisa. Ndio nikakutana hiyo simu yake ya usiku. Kwa hivyo nisemesha nikamwambia mimi naelekea kanisani, akasema naomba tuonane leo na kazi kidogo nikamwambia Mungu, nilikuwa natamani kufanya kazi na huyu kaka. Na ni kweli nilikuwa namwambia Mungu natamani kufanya kazi na huyu Abdul. Nasikia ni mzuri. Nataka kufanya naye kazi. Kichwa kizuri. Yes. Yaani watu ukiongelea Abdul wanamtaja katika maproducer wazuri Abdul hiyo. Yes. Kwa hiyo nikatamani siku moja nifanye kazi na Abdul. Lakini sikuwahi kumuomba kazi. Ila yeye alinitafuta. Kwa hata vile kunitafuta tena nikasema Mungu umejibu. Nikamwambia Mungu leo ni Jumapili lakini naomba niende kwa Abdul. Ili kwenda kanisani. Ili kwenda kanisani. Mungu alikusamea bila shaka. Nisamee tena naomba nisamee. Fika kwa Abdul sasa? Nikakutana naye, ni mkaka mzuri, mcheshi, ana roho nzuri. Tukaongea vizuri. Tukafanya kazi. Kwa uhusika nilikuwa sijauona. Nacheza jana kitenge sikuona kwa sababu nilifanya tu demo. Baadaye ndio tukaja kusoma script na jiona kwamba Shida Masamba atavaa kitenge na bra nyeusi. Kitu hicho. Wanangu atanionaje bibi? Familia. Jamaa na marafiki. Kanisani je?
Lakini mimi nikasema nafanya kwa sababu Mungu anaangalia moyo wangu. Yeye anampendaje na afanyaje kwake. Basi na yeye nikasema ni kazi. Nikafanya. Kwa mpaka sasa hizi maswali ni mengi. Kwa nini unavaa kitenge hivyo? Kwa nini bra tumeichoka hiyo bra? Yaani ninazo nyingi lakini uhusika unasema nivae bra nyeusi. Kwa badilisha watu hawaoni, wanachoona watu ni bra nyeusi na kitenge. Mwingine hata kitenge haoni kama anabadilisha, anasema hicho kitenge yani maana yake ni kimoja ambacho nakivaa kila siku, nabadilisha. Na mimi natamani nikuulize ni kile kile maana. Nabadilisha. Unapea ngapi? Au ni vipande viwili? Leo sipo hiki na vaiki. Zaidi ya 4. Yes. Nabadilisha. Alafu pia lazima mjue kwamba Kobisi Kikala kwenye Kombolela hana te. Yuko te Kobisi. Kwa mimi nikiona anaonekana niko smart zaidi mtasema hela napata wapi? Kwa yes, kwa hiyo tutakuwa tunaongopea wananchi. Mimi sina hela. Sina kazi. Kobisi ana kazi. Babake anunue paka nguo ninazovaa mimi, sio kweli. Yeah. Lakini vile ambavyo ukasoma ile script nitaitwa Shida Masamba, nitakuwa navaa kitenge, wasiwasi ulikuwaje? Ni mkubwa. Mimi sije kutoka hata nje kwangu tu kuna kitenge, sijawahi. Toka niko msichana, sije kutoka nje na kitenge. Yaani kuna ile Uswahilini, kuna mtu anaenda dukani, anaenda bali ana kitenge. Mimi sijawahi. Sio maisha yangu kabisa. Kifupi Shida Masamba sio Mswahili. Yaani afu hata sio nisemeje. Yaani sipendi hata mtu sipendi. Yaani nimezaliwa Uswahilini lakini zile tabia kupita, kuomba chumvi, mkaa, moto, sio nini hivyo. Sasa mbona vile kuna vitu tunavifanya hivi tunaona kabisa huyu itakuwa ni vya kwake. Yaani unafanya vile kutoka moyoni. Unajua hata kama unajua script lakini kuna vingine vimepitiliza. Huyo ni Abdul, sio mimi. Mimi naandikiwa kila kitu. Kila ninachofanya pale naandikiwa. Kwa ili ni cheze uhalisia uhusika, ni lazima niibebe kwenye moyo. Yes, ndo nitafanya kitu ambacho kitaonekana na mashabiki watapenda. Hivi familia nzima unajionaje za familia Mzee Kikala? Mawifi zako, wazazi? Ya moto, yani kwa mfano ukiambiwa tu unaenda kuolewa na familia ya nani ya Mzee Kikala, kama unaijua deep huwezi kuingia kirahisi. Kwa mimi niliingia familia ambayo sijui ndani zaidi. Kwa mfano vile kiasi kubapigana mnasutana, unafikiri unaweza? Mara umeitwa JSO, mara sio umeitwa nini? Yani kila wewe ukipita yani wao hawapendi. Lazima akupe neno. Sio kweli. Maisha magumu. Na kama kuna mtu anaishi kwenye hizo familia isee, nampa pole, Mungu amsaidie. Natamani uwe kama shabiki, unampenda Shida Kikala? Yaani unampenda kwamba Shida Masamba uwe kama shabiki sasa? Nampenda Shida Masamba. Unapenda nayo yafanya? Sipendi anavyofanya ila nampenda the way anavyowakilisha kile ambacho kinatakiwa kufanywa. Kwa sababu Shida angekuwa mpole kwenye ile familia Kikala, isingeeleweka. Kwa sababu kwenye ile familia lazima na wewe kama kichaa yani ndio uweze kuishi kwenye ile familia. Usika lopewa tabia alizokuwa nazo na yale ambayo anayafanya, reflection ambazo tunaifuata sasa, tunaipata sisi watazamaji. Unahisi ni sahihi? Sio sahihi. Hamna mtu anapenda familia ya vile, hakuna. Hata Mzee Kikala nahisi pia anateseka kwa sababu maswali mtaani lazima yawe mengi kuliko vile ambavyo yeye anafikiri. Ukikutana na mtu anakuuliza, japo Watanzania wanapenda ushabiki wa ugomvi. Yaani kuna mtu wa TikTok huko anaingia ananiambia, "Si mpigani na nani na mpigani na Siwa. Mpigani na Mwadawa, yani anataka ukiasi yani si tupigane yani ya." Wa Tanzania. Kwenye mesha bado shaita kuweka breach fulani hivi. Nayo ya kutosha tu. Mimi ndo maisha yangu. Wanaonijua Salama Ulaya ni breach kichwani. Na Abdul pia bosi wangu nafikiri niuliza nywele zako, nikamwambia zina breach, akasema nataka hivyo hivyo. Alikuuliza kabla hajakuona? Yes. Nilijua ni usika ambaye alikuongezea yeye. Yeye alitamani mtu wa design yangu, yani kwamba mtu ambaye anaonekana kwa muonekano tu yani anaonekana huyu yes. Sio mpole yani. Uliapoa. Asante. Ukiangalia bado unayofanya nasema huyu dada huyu kama sana toka Tandale au anatoka wapi sijui yani mambo yako yani. Ni kweli natoka Mianzini, Mbrati Mianzini nimezaliwa. Nimeondoka kule miaka kama miaka 10 ngapi? 17. Watu wangu wakiwa na miaka kama 2.5 3 mimi nikaondoka. Nikamia Sinza. Kwa Sinza nimekaa, mtu mwingine kumwambia mimi nimezaliwa Mianzini hata sikuelewa. Kwa ambao ni wageni wanajua mimi nimezaliwa Sinza, nimekuwa Sinza. Yes. Sini gani ambayo unahisi kwako ilikuwa the best? Yaani kwenye kuifanya ile unasema ile niliua ile. Sini ya kwanza ile ambayo nilivunja kitanda baada ya kukaa kwa nguvu hivi kitanda kikavunjika. Yeah. Ni hot scene kwangu. Ya pili ni hii ambayo juzi nimecheza na nimeshika shoka. Nataka kuvunja mlango. Yes.
Yani wakati Kobe ananisema vibaya, yani kuwa na feel yale maumivu kwamba yani kama kanisema kweli. Yes. Ambacho shehe kupitia kwenye maisha yako ukiangalia ile Kombolela, ile ambayo unaigiza wewe sasa. Hapana. Sijapitia chochote kwenye ile familia. Yani kwamba hata katika mahusiano yangu na yule mtu ambaye nilizaa naye, pia hatukupitia vile. Alikuwa ni baba anayejua kutafuta lake na matumizi analeta nyumbani. Sikuwahi kuishi na jobless wa taifa kama Kobe. Kwa namna yote kwamba Abdul kama kakutafutia neno hivi, yule mume alokupa, character ambayo amekupa, yani unaumizwa unasema lakini haya wacha tunifanye kwa sababu ni kazi. Hapana. Sijutii chochote kwa sababu nadhani namshukuru sana Mungu, namshukuru Mungu kwa ajili ya Abdul. Kwa sababu wakati anatafuta mtu paka akafikiria tena kunipala mimi hiyo kazi, walikuwa watu wengi nafikiri nawajua wasanii wengi sana. Kwa hiyo alivyonipa kazi namshukuru Mungu, sijutii chochote. Na nafikiri huo usika pia umenifanya niende mjini. Ili zinaongezeka. Of course. Sometimes mtu anabook masuala ya msosi au MC mradi amuone shida masamba wale pale. Hata kazi jana nataka kupokea kazi moja ambayo inasema nataka wakuone tu. Yani wanione, yes. Nikasema sawa. Ile gharama ni ile unajua. Yani mimi naongea na mteja pesa alionayo. Nitamuelewesha tu kusokana labda kama unataka UMC basi itakuwa hivi budget. Ni lazima nije na DJ wangu. Umeshanielewa? Unaendana yani. Yes, kwa nije anakuja complete na muziki. Siwezi kufanya DJ mwingine ambaye simjui. Kama swala la chakula, yani mimi napika kwa gharama yoyote. Hata 5,000 inategemea unataka nini. Una watu wangapi? Sio kuanzia hivyo 200 ngapi hivyo unafanya. Let's say msiba mtu ana 5,000 utakata vipi? Huwezi kukata, unafanya. Kuna namna yote ambayo una expect one day unakuwa nayo na mgao wako sasa. Kama vile ambavyo tuna migao fulani hivi wadada wa mjini kina Shishi, migao Sinza hii. Kwa sasa sijafikiria sana kufungua mgahawa. Japo natamani siku moja huko mbele. Yes. Kwa sababu huwa mimi yani sijui nisemeje. Yani mimi huwa kwenye kazi nataka niwepo mwenyewe. Hata kwenye kazi zangu za chakula napo hapa na timu yangu, lakini lazima niingie mwenyewe jikoni. Kila kitu kimekaa sawa? Yes, nionje testi zangu nazozitaka. Hiyo ndio shida. Unanielewa vizuri. Kwa nikipata tenda naingia jikoni. Hata wafanyakazi wangu wanajua kabisa lazima huyu mtu tusifunike wali bila kuonja yeye. Tusifanye chochote bila yeye. Kwa hiyo sasa ninapofungua mgahawa nitaweka wafanyakazi, lakini nataka nionje. Yes. Wataweza kumaintain ile taste ninayoitaka. Kwa hiyo ndio maana sitaki kurupuka kufungua mgahawa kwa sasa. Nataka niweke vitu sawa, then nikiamua kufungua mgahawa basi na mimi niwepo hapo. Yes. Kuna namna yote ambayo unatazamaga scene zako zile ambazo umezifanya. Kuna scene yote ambayo huwa utamani kabisa kuiona? Kuna scene moja yani ile scene ilikuwa natakiwa kusema ile neno linanishinda lakini acha nirudie kwa sababu ni lazima yani mzee Kikala leo kavurugwa kubaba beki. Yani ili nisumbua, nilishika ile script mara 10 hii nitaisemaje? Yani okay, watu wataniangaliaje? Yani naonekana kama msela fulani, yani nilivurugwa sana. Lakini mwisho wa siku nilicheza. Lakini huwa sipendi yani kusema unasema sasa hata wanaosali nao wanasema huyu mama sasa anakuelekea siku. Still kanisani tunaenda kama kawaida. Hata leo jioni nina ibada. Huwa wakusumbui kule. Mwanzo kuna watu walikuwa wananiuliza, unaona kama unamkosea Mungu kwa nini usichague uhusika ukacheza mambo ya kanisani? Nikamwambia haiwezekani. Yes, mimi siandiki script, mimi sina kazi yangu mwenyewe. Ni kazi za watu napewa. Kwa hiyo siwezi kukataa chochote ambacho napewa. Cha msingi Mungu anaona ndani yangu. Ile siku ambayo unatoka hapa, mimi ni shabiki, nimeangalia kwa season 1 mpaka palipofikia. Unatoka uani ile pap. Hii season 2 hiyo. Unakuja mziki kale kwa anatoka chumbani. Ghafla tenge likaanguka lile pool. Hata tamani ni imagine bali ulisikiaje? Yani nilisahau hiyo scene. Haya ni ngumu. Nafikiri nilirudia zaidi ya mara ngapi. Yani kila kitenge ninapotaka kudondoka sasa subirini kuanza. Yani ilikuwa ni ngumu, scene ambayo nilirudia zaidi ya mara 4. Yes.
yani linadondoka tengi, kwa baba ananiona. Kwa hiyo ananiona. Sasa kamera ziko mbele, sitaki na wenyewe wanione yani sehemu yote ya mwili wangu. Kwa hiyo tenge linaangukaje? Kwa hiyo ilibidi yani watumie akili ya ziada ili ionekane kwamba tenge limeanguka na mimi sijakaa vibaya. Yes. Yeah, tumeona tu tenge chini puu na mziki. Mziki nini mwenye huruma yule mzee. Anatia huruma, yes. Anatia huruma sana. Kama ni babako anatia huruma, hata jirani yako ukiona kama anaishi maisha yale na watu wake, ni mtu ambaye anatia huruma. Kwa sababu hana pa kuegemea. Amezaa watoto wa kiume wazuri tu, lakini kila mtu ana chochote cha kumfanya yani ajivunie zaidi ya Chiku ambaye pia ameolewa. Sasa yote anaweza akacheka. Sasa mzungumzie kidogo mumeo Kobisi Kikala. Bonge la bwana. Jobless wa taifa. Riki ya mapenzi. Riki ya mapenzi. Nakupenda mume wangu. Ni mume design gani vile ambavyo umegewa? Yani natamani ni imagine siku ya kwanza ambayo kaja kwa Ahmad, bila shaka yeye alikuwa yupo. Siku naambiwa bwana mumeo ndo huyo. Afu naangalia na wewe mtu na yeye mtu uko nini uliimagine? Yani ile si nililuka nafikiri. Yes, mwanzoni kabisa ililuka. Yani nilipoolewa na Ahmad wakati tuenda nyumbani ndo Kobisi yuko. Kwa mtu ambaye alinifungua mtandio hivi ni Kobisi. Yes. Kwa nilipomwangalia mimi mbona yani sielewi mtu ameenda hewani nini, madevu yamekaa vibaya yani very rough. Sasa ni nini kwa moyoni kwangu? Na yeye sasa anajiuliza kwa nini yani wameniolea huyu? Kwa sababu mimi mnene afu anapenda portable, umeshanielewa. Kwa kila mtu akawa na ile sintofahamu yani imekuaje. Kwenye mazingira ya kawaida huwa yani kwenye uhalisia sasa huwa mtu anaambiwa kwamba huyu anaoa ila anakuolea, si ndio? Mimi nafikiri wengi wanafahamu. Lazima waonane hata kwenye picha wale ambao wana yes, anayekuwa ni huyu, hata picha utaletiwa. Lakini mimi sikupewa picha, sikupewa chochote. Abdul alifanyaje kwa nini kukutia soka bongo kama lile? Sasa pale sio Abdul, pale ni mzee Kikala ndio umekosa. Yes. Yes, director ana alikucholea script itakuwa hivi. Sasa yeye alitaka hivyo watu washtuke. Yes. Abdul anapenda tension. Kila ambacho watu wanasema, let's say kwenye kitenge anaona, anasikia. Hata kwake wanasema akiposti. Yeah. Lakini anapenda kwa sababu anajua usika umefika. Kitu ambacho sio kizuri watu wakizungumzii. Na unajua hata siku moja kujuta wewe kuwa vile Shida Masamba ambaye sisi tunamfahamu. Imenivusha kutoka kuwa Salama Ulaya, yes, mpaka kuwa Shida Masamba ambaye sasa hivi mjini nikipita popote. Hata nikienda tu restaurant, yani kuna watu lazima wataniangalia. Kama sio wahudumu wataniangalia. Basi hata wateja wataniangalia, wataomba kupiga picha na mimi, wataomba kunisalimia. Sio hata hospitali nikienda. Nakumbuka mwezi uliopita nilikuwa Muhimbili pale, shemeji yangu alikuwa amelazwa. Yaani mpaka manesi, wanapenda ninachofanya, wanafurahia. Wengine wanapiga simu, mtu anapigia simu, nesi anapigia simu ndugu yake nyumbani. No, yani nimekutana na Shida Masamba, yes. Kwa hiyo unaona jinsi gani wananchi walivyonipokea. Siwezi kusema ninachukia uhusika, no. Vimbi lakini. No, mimi sio mtu wa kuvimba. Yani utaga mambawa jiji. No. Yani kwanza namwambia Mungu kila siku nisibadilike kutoka kwenye maisha yangu halisi mpaka kwenye kupata jina. Sitaki kubadilika chochote. Yule ambaye anajua mimi kama Salama, yani hata akiniona popote, ajue mimi ni Salama yule, sijabadilika. Tabia ambazo anazo dada yako, nikumbushe jina. Dachina. Tabia unafurahishwa nazo? Omba anakuletea watoto. Na wale wengine kazi wafanye, mwingine mkubwa yule. Ndio wao. Familia ya Mzee Toro na yeye na matatizo. Yani sipendi. Ndio maana sometimes namwambia, vipi? Ukiambia usije huyu hapa na Hot Spots. Yani Dachina jamani nimekuchoka. Unamjana? Mwenyewe ni Mswahili yule. Hamna yupo. Ile naye kazidi yule. Yani inabidi tu kutoka kwangu mtafute. Mwanao siku moja ajifanya anafunga, anataka anafuta fulani. Wewe ufungi, nimekuta chupa za bibi chumani kwako. Aliona aimuona alipokimbia. Yani pale aliondoka moja kwa moja hajarudi kwa sababu ni mlevi ambaye anasingizia kwamba amefunga na hajafunga. Yuko vizuri huko mbele. Mtaona amefanya vizuri, anaendelea kufanya vizuri na Abdul anamwandikia vizuri. Yes. Vile ambavyo anafanya Shida Masamba bila shaka tutarajie tutaendelea kumuona kila kukicha kunako Kombolela. Au bosi akudokeza wewe kuna sehemu fulani utafika utakufa ama tutakuona ili mashabiki tujiandae kama ni maumivu kama ni furaha zaidi. Hapana, sijui chochote. Yaani mimi najua tu hapa paka pale basi. Hivyo. Kwa hiyo huko mbele story anajua bosi mwenyewe. Unampenda Ahmad Kikala? Sio nampenda, namtamani. Unawishi.
Yaani angekuwa kwangu kumbe wa watu. Ungependa nini za kwake? Mbona naye ni jobless? Hapana, lakini kwa muonekano Kobisi na Amadi hapana. Kobisi mtu mzima sana, japo wanafanana urefu nini. Lakini ndio hivyo. Siku marafiki zako wanakuja nyumbani utamani nataka kuonyesha mume wao. Afu mmoja alipopita. Yaani baada ya kuangalia hata kinachoendelea anaangalia nyama. Yaani ni alantia aibu yule mwanamke. Oe Kobisi. Ile mkaiba wote nyama ni kanaumu. Namwambia jioni, mchana tumekula nini? Yaani ni mwendo wa kunitia aibu yani. Mimi mwenyewe pale nilikuwa naonja tu kidogo, imeiva. Ndio unaiba. Msumi kakutengenezea ndoa hadi mwenyewe anaanza kujuta. Najuta jamani biti Msumi. Bitafutia neno huyo. Mimi nilikuwa naonja lakini si nimechukua tu moja. Kobisi ndo kataka nijaze bakuli na mimi nikajaza, nimemsikiza mume wangu. Siku rafiki wenu umeisha. Na biti Msumi hivyo umelega. Sijui mbele kama utaendelea au utakuwa vipi. Kile ambacho amefanya Bi Msumi unakionaje? Kakusuka hapa umekuwa sio kama nani hivi. Basi tutafika kule Mondole. Yaani mchawi sio mtu mzuri. Ila kaniogopa. Kwa sababu wale wenzangu wote kawanyoa. Gopa ukaamua tu kuonyesha tofauti. Kaniogopa kunisuka. Yange ninyoa ingekuwaje? Mama kiboko. Umeona mchawi sio mtu mzuri. Sasa natamani uzungumze kitu na hasa walau vile ambavyo watu watakupata kwa wale ambao wanahitaji huduma yako ya msosi. Jamani, karibuni kwenye akaunti yangu ya Instagram au TikTok shida_masamba. Nimeweka namba yangu ya simu kwenye TikTok. Yes. Mlao mnitafutie kwa ajili ya kazi tu jamani. Kazi tu. Ana ndo hapo ulizungumzia hapo. Hivi nataka katokea TikTok Okay. Basi wewe serious. Sio nakupenda, sio nakutamani, hizo swaga yani sitaki jamani. Mkija ni mwe serious. Yani baba unakuja mimi nataka kuoa. Mimi niko. Lakini leo sijui unajua, sijui nikutoe out jamani zinatosha. Nyingi nishatoka. Zinatosha kwa sasa. Sawa, na wale ambao labda wanapenda kipaji cha Shida Masamba vile ambao wanaigiza kuanzia kule walipoona mpaka hapa ambapo upo sasa hivi, waambie kitu. Jamani nawakaribisha. Maproducer jamani mnione Shida Masamba nipo. Tunakaa tunaongea nafanya kazi na usika wote ule. Naweza jamani. Sio kwamba tu nacheza yani Uswahili no, hata ukinipeleka kwa tajiri sinafanana. Kanisani sawa. Hizo napenda zaidi. Nikipata nitashukuru sana. Napenda. Kuna kitu ambacho labda ulitamani uzungumze sijakuuliza? Yani okay. Na asante sana nashukuru kwa sababu nataka kuambia Watanzania mimi naitwa Salama. Kwenye Kombolela naitwa Shida Masamba. Kwa mnaponiona mimi Salama, mwingine ananiona kwenye bajaji. Anasema anapandaga bajaji? Msio unanielewa? Unapanda daladala. Jamani tunapandaga. Kwa sababu ukisema kila siku una maintain kupanda kuishi kwenye status ambayo sio yako, mtatufanya tuibe jamani. Gharama. Mimi sitaki hizo kugharamia umaarufu sio kwa na hizo gharama bila sababu kwenye umaarufu. Yaani kuna kipindi nakimbizana wewe niache hata ukinikuta kwenye boda. Kwa sababu nyinyi ndio mnatufanya tuishi maisha ambayo sio ya kwetu. Umeshanielewa vizuri. Na mara nyingi wasichana ndio wanakwenda kwa hivyo yani. Mimi siwezi kusema nachukua Bolt hapa mpaka huko kwangu mbali. Na every day mimi nakuja mjini. Kwa siku natumia Bolt 25,000 kwenda na kurudi 50,000. Kisa ustar. No. Kwa hiyo kiniona popote. Wengine wanaona sokoni. Mimi ni mpishi. Sokoni lazima niende. Yes, kama nina tenda yangu ya chakula siwezi kama mfanyakazi tu aende akanunue vitu. Lazima niingie sokoni mwenyewe. Kwa hiyo ukiniona sokoni ujue na mimi naendaga sokoni. Ukiniona kwenye daladala ujue mimi napandaga Shida Masamba napandaga. Nikipanda Bolt napanda. Yaani ukinikuta popote wewe angalia tu maisha yangu ya uigizaji. Mimi usinijaji kwa sababu nimeonekana kwenye TV. Hivyo tu. Ama namba za ofisi zile za masuala upishi? Ipo. 0762 77 82. Mimi nashukuru kwa muda wako. Asante sana. Bwana, ni mazungumzo hapa na dadangu anaitwa Salama ama Shida Masamba kama vile ambavyo tunamfahamu. Moja wa waigizaji bora kabisa kunako tamthilia ya Kombolela. Kuna mengi ambayo tumeyazungumza hasa kuhusiana na maisha sambamba na sanaa yake kuanzia kule alipotoka mpaka hapa ambapo alipo sasa hivi kwenye tamthilia ya Kombolela. Wakati ni wako sasa kwa hiki ambacho tumekizungumza. Hebu tuambie chochote kwenye comment hapo ambacho unahisi kitakuwa kimetokana na haya ambayo tumeyazungumza. Kubwa zaidi amezungumza maisha yake, amezungumza kazi, lakini pia amesema yeye ni mpishi.
pia ni MC. Kama una reels ambazo unatamani afanye yeye, unaweza kumcheki kupitia mtandao wake wa TikTok kama vile ambavyo amesema, Instagram. Lakini hata kwangu mimi ukija bwana na shida Masamba usalama na mambo yangu ya upishi, nitajua vile ambavyo unaweza kumfikia ili mradi mwisho wa siku riziki aweze kuipata. Wewe kama ni miongoni mwa watu ambao wanafuatilia kazi yake kuanzia kule alipotoka mpaka sasa hivi, hebu tuambie kwenye comment hapo. Vipi ambavyo umefurahishwa naye, ama wapi ambapo alikukosha zaidi? Sema kwenye comment bwana, sehemu fulani ulipofanya hivi mimi umenifurahisha, sehemu fulani ulipofanya hivi mimi umenikosha. Msafara wa Mamba na Kenge wakosi. Kama kuna namna yote ambavyo na wewe unakuazika, pia tuambie bwana, hivi unavyofanya hivi mimi sipendi, au hivi unavyofanya hivi mimi unanikwaza. Atatafuta muda wake, atakuja kupitia hizi comment. Huenda kuna namna yote ambayo unaweza kusababisha yeye abadilike, kwa sababu yeye ni binadamu hajakamilika. Hii ni Nyundo TV. Kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel hii, basi usisahau kusubscribe. Thanks for watching.